sambamba na kazi inayofanywa na VETA, lakini kupitia mradi huu ambao tunakwenda kuizindua leo utawezesha vijana zaidi ya 350 wenye umri wa miaka kati ya 18 mpaka 35, ambao kati yao, hilo ambalo limenifurahisha na mimi zaidi mgeni rasmi, kati yao 60% ni wanawake na 40% ni wavulana. Hongereni sana kabisa. Naomba mwakilishi wa shirika hili, asanteni sana. Sizungumzi kwamba na mfumo dume na sizungumzi kwamba sitambui usawa wa kijinsia, lakini kitendo cha kuwaweka na wasichana humu ili na wao wachangamkie fursa zilizopo huko kwenye jamii, kwa kweli sasa mnakwenda kuifikia ile 50-50 katika maendeleo ya Watanzania, lakini na katika uchumi wa mtu mmoja mmoja. Hongereni sana kwa jambo hili. Pamoja na kuwapongeza chuo, pia ninawapongeza sana Enabel kwa ajili na kwa jinsi mnavyoendelea kutoa mafunzo haya muhimu. Sambamba na nyinyi, nichukue nafasi hii kwa maana ya shirika la Enabel mmefanya kazi kubwa, mmekuja, ninawapongeza kushirikiana na chuo cha VETA, lakini kwa hadhara hii na kwa shughuli ya siku ya leo nitumie fursa hii kuwahamasisha wadau wengine wa maendeleo waige mfano wa shirika la Enabel, kwa sababu shirika hili limeonyesha ukuu wake, limeonyesha utayari wake kushirikiana na serikali kuhakikisha tunawakomboa vijana waweze kupata ajira ya kujiajiri wenyewe, kujengewa stadi za kazi, lakini sio kuishia hapo na kwenda kwenye mazingira. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwahamasisha wadau wengine wa maendeleo wenye nia njema, wenye lengo la kushirikiana na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mkoa wetu wa Mwanza na wadau mbalimbali popote walipo ndani na nje ya taifa letu, waweze kuwa ni sehemu ya kufadhili swala utoaji wa elimu ya mafunzo stadi kwa vijana na kwa makundi mbalimbali ikiwemo kundi la vijana, ili ujuzi huu unaotolewa uwe ni mpana zaidi na uweze kuwafikia vijana walio wengi, na hivyo kuchochea ukuaji wa uchumi kwa mtu mmoja mmoja, ukuaji wa uchumi wa jamii na ukuaji wa uchumi katika taifa letu la Tanzania, kwa sababu hakuna njia ya mkato bila mafunzo ya ufundi stadi katika taifa letu la Tanzania. Naitwa Engineer Henry Thomas Kasele, ni mkuu wa chuo cha VETA Mwanza. Siku ya leo imekuwa ni siku nzuri sana, kwani ni siku ambayo tumeweza kuzindua mradi ambao mradi muhimu kabisa, mradi ambao unajulikana kwa inclusivity. Mradi huu umefadhiliwa na Jumuiya ya Umoja wa Ulaya, ambao kimsingi wadau wakubwa ambao ni wasimamizi wa mradi huu ni shirika la Enabel. Sasa chuo chetu cha VETA Mwanza kimepata fursa nzuri kweli ya kuhakikisha kwamba tunakuwa ni moja ya vyuo vilivyochaguliwa kwa ajili ya kutekeleza mradi huu. Sasa kwetu sisi Mwanza tutakuwa na jukumu la kutoa mafunzo katika maeneo kadhaa, ambapo mojawapo ni kutoa mafunzo katika maeneo ya ufundi solar, kwa maana nyingine solar installation. Kwa hiyo jamii itanufaika, watajifunza namna gani ya matumizi, namna gani ya kufunga hii mitambo ya solar. Lakini eneo jingine ni ufundi wa gesi, kwa maana ya gas welding. Kwa hiyo pia wanufaika watafaidika kujua namna gani ya matumizi sahihi ya uchomeleaji kwa kutumia gesi. Lakini eneo jingine ambalo tunakwenda wanufaika watanufaika na mradi huu ni kwa upande wa fani ya ujenzi, ambako watafundishwa namna ya kufanya ujenzi, lakini ikiwa hasa kujenga miundombinu ya maji taka katika maeneo ya milimani kwa wilaya ya Nyamagana. Mradi huu una tija kubwa kwa sababu ni mradi ambao tunakwenda kufundisha jamii kutoka katika hizi wilaya mbili ya Ilemela na Nyamagana, na kwa awamu hii tuna wanafunzi 350 wanaokwenda kunufaika. Kwa hiyo jamii inakwenda kunufaika, vijana wanakwenda kupata ujuzi ambapo watakuwa na nafasi ya kuweza kujiajiri na kufanya shughuli zao ili kupunguza wimbi la utegemezi katika jamii. Mimi naitwa Hagai Shila, ni mkufunzi kutoka chuo cha VETA Mwanza. Huu mradi una lengo kubwa kuhakikisha kwamba chuo cha VETA Mwanza kinakuwa chuo cha mfano, Center for Vocational Excellence. Na kupitia hivyo tunatakiwa kwamba VETA Mwanza kupitia huu mradi kuhakikisha kwamba chuo kinakuwa mahiri hasa katika
baadhi ya fani ikiwemo fani ya umeme wa jua. Kwa hiyo kupitia mradi huu vijana watakuwa nufaika, hawataachwa tu na maarifa ambayo watakuwa wameyapata darasani. Tutahakikisha kwamba tunawaunganisha na wadau wengine ili kuendelea kukuza vipaji vyao, lakini kuendelea kukuza maarifa waliyopata chuoni, lakini tutawaunganisha na taasisi ambazo zitawahakikishia kwamba kuweza kupata mikopo yenye masharti nafuu ili waweze kuajiri au kuajiriwa. Kupitia mradi huu utawafanya vijana wengi kujitokeza na kujifunza kwa ustadi na namna kubwa ambayo tayari itaongeza chachu katika ufundi, na hata kwa wale watu ambao tayari mimi natoa mafunzo kwao kama mdau wa ufundi, kwa sababu hata mimi na vijana ambao tayari wanapitia kwangu kwa ajili ya kupata manufaa ya ufundi, lakini kwa mradi huu utaongeza chachu kubwa, kwa sababu tunategemea kuutoa hapa na kupeleka sehemu za chini zaidi ambako wanapatikana watu wengi zaidi. Jina naitwa Francis Arobogasti Nganga, ni fundi bomba. Kupitia pia chuo cha VETA na wadhamini mbalimbali wa huu mradi. VETA ni moja ya taasisi ya serikali inayotoa mafunzo mbalimbali hapa nchini. Mimi naongea ni mmoja wa wanufaika wa mafunzo ya VETA. Pia kupitia kwangu kuna vijana kama mdau pia, na kupitia kwangu vijana mbalimbali pia na wapa haya mafunzo kupitia chuo cha VETA.